Amen. Kuna kitu nataka nikusaidie ambacho kitakusaidia kwenye ratiba zako za kumtafuta Mungu. Kuna njia nyingi sana za kumtafuta Mungu. Kuna namna mbalimbali ambazo unaweza kujiwekea mwenyewe za kumtafuta Mungu ama kutafuta uwepo wa Mungu uwepo kwenye maisha yako. Sasa katika wingi wa njia ama wingi wa namna ambazo zinapatikana, njia mojawapo ni kwa kutumia mfungo. Unapoingia kwenye ratiba za mifungo, manake kuna namna unatamani na unatengeneza hali yako ya kiroho iweze kuinuka na kuwa na mawasiliano ya karibu sana na Mungu. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Yohana anasema Mungu ni roho, nao wamtafutao imewapasa ama imewabidi kumtafuta katika roho na kweli. Manake ni nini? Manake kama Mungu ni roho, manake kuna njia za kiroho ambazo zinatakiwa zitumike na ziwe connected kwenye maisha yako. Sasa hauwezi mwili wako tu ukawa na ile comfortability ya kawaida alafu ukasema una urahisi wa kuwa na mawasiliano na Mungu, ama nafsi yako na yenyewe pia ikawa haina utashi wa kueleweka, haina maamuzi ya kueleweka, akili yake ni kama haijakaa sawa, hauwezi ukawa na mawasiliano ya karibu na Mungu. Lakini hali yako ya kiroho itakapoinuka, manake unapoingia kwenye ratiba za mifungo, manake unaruhusu hali yako ya kiroho iinuke yenyewe, ndio iweze kutengeneza maamuzi ambayo yanakuwa supported na hali yako ya nafsi, kwa sababu nafsi inasikilizia ni kitu gani kinalishwa. Nafsi katika mwili, katika maisha ya mwanadamu ni ile hali ambayo ipo katikati, yani inasikilizia roho ndo ina nguvu ama mwili una nguvu. Kwa inachukua maamuzi ya upande wenye nguvu, kwa sababu nafsi ndo sehemu ambayo inatoa maamuzi, ina akili na utashi. Kuna kitu tunaelewana? Kwa usipokuwa na ratiba za kiroho za mara kwa mara, manake utaruhusu hali yako ya kimwili ndo iwe na nguvu. Hali yako ya kimwili ikiwa na nguvu ndo itakuwa ina support ama inakuwa na uhusiano wa karibu na nafsi, na ndo maana utaanza kuwaza mabaya, utaanza kufikiria mabaya, utaanza kutenda mabaya. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni mtu tu wa kula siku zote 365 za mwaka. Wewe ni mtu ambaye ukiingia kwenye ratiba za maombi ni mpaka umepata shida, ukiingia kwenye ratiba za mifungo ni mpaka umepata changamoto, unatangaziwa kufukuzwa kazi ndo utaanza kuingia kwenye maombi, umeanza kuteswa na wachawi usiku, nguvu za giza zinakusumbua ndo utaanza kuamka kuomba, umeanza sijui kupata changamoto gani ndo utaanza kwenda kanisani. Yani ni mtu ambaye unaishi kwa matukio. Nataka nikwambie hii hali itakuwa mbaya sana kwenye maisha yako, lakini ukifanya kuwa desturi, ukifanya kuwa lifestyle, mfumo wa maisha wa kumtafuta Mungu, maisha yako yatakuwa salama. Mimi naitwa Pastor Innocent Mashauri na haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya Siri za Biblia. Nambari ya madhabahuni kama utakuwa na uhitaji wa kuwasiliana na sisi kwa ajili ya ushauri wa kiroho, maombi ama maombezi, nambari yetu ya madhabahuni ni 0758 708804, 0758708804. Unapiga simu ama unatuma message na kuna namna tunawasiliana kwa ukaribu kabisa. Tunatamani nipate nafasi ya kukufundisha kwa uchache. Ni somo pana sana, lakini nataka nikusaidie tu kwa uchache ni namna gani unaweza ukawa una ratiba nzuri za kuingia kwenye mifungo, kujitengenezea mifungo yako ama kuingia kwenye ratiba za mifungo ambayo inakuwa inatangazwa madhabahuni. Kwanza unatakiwa uelewe maana ya mfungo. Hatufungi kwa ajili ya kumhamisha Mungu kwenye maamuzi yake ama kwenye nafasi yake. Mungu hawezi akatikiswa na mifungo yetu. Yani sisi ndo tunatengeneza mazingira ya kujiplease, mazingira ya kujirahisisha ili tuweze kuingia katika uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu uko pale pale. Na ndio maana neno la Mungu linasema nirudieni mimi. Anavyosema nirudieni mimi, anamaanisha sisi ndo tulimwacha pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ndo tulichomoka tukamwacha pale pale. Kwa anasema nirudieni mimi. Kwa ratiba za mifungo nataka nikusaidie kitu. Kuna watu wanaweza akasema nafunga sasa kwa sababu sasa nataka Mungu anielewe, nihamishe mawazo ya Mungu nifanye. Unakuwa kama na vitisho kwenye mifungo. Mfungo sio kwa ajili ya Mungu. Mfungo ni kwa ajili yako wewe. You have to understand this. Inabidi uelewe hii. Mfungo ni kwa ajili yako wewe, sio kwa ajili ya Mungu. Ni kwa ajili yako wewe. Maana wewe ndio unatengeneza mazingira ya kumtafuta na kutafuta uwepo wake. Bwana Yesu asifiwe. Kufunga ni kureplace, kufanya replacement. Kufanya nini? Najaribu kutafuta lugha sahihi ambayo itakusaidia. Ni kufanya mbadala. Okay. Ni kufanya mbadala wa matukio ama matendo ambayo ulikuwa unayatenda katika hiyo siku nzima ama katika hiyo ratiba ambayo utakuwa nayo kwenye mfungo. Ulikuwa na ratiba ya breakfast asubuhi, ulikuwa na ratiba ya lunch mchana, una ratiba ya dinner jioni ama usiku, una ratiba ya movie ya kutoka out, una ratiba ya friends marafiki, una ratiba ya hiki na hiki. Ulikuwa na ratiba nyingi.
nyingi sana, kwenda kuangalia mpira, wengine kwenda kucheza kamari, wengine kwenda si wapi. Yani ulikuwa na maratiba mengi ndani ya siku moja. Bwana Yesu asifiwe. Ama ndani ya hiyo ratiba ambayo utakuwa nayo kwenye mfungo. Sasa mfungo ni ile hali ya kufanya replacement, yani unafanya mbadala. Badala ya kunywa chai, si ndio haunywi kwa sababu umefunga. Sasa ule muda wa chai ni muda wa kusoma neno la Mungu au ni muda wa kuomba. Ule muda wa mchana badala kwenda kwenye lunch unaingia kusoma neno la Mungu. Ule muda wa jioni ama usiku badala ya kwenda dina wengine wanapoenda, wewe unaingia kuomba. Ule muda ambao ulitakiwa kutoka na marafiki ndo muda ambao unatakiwa utafute uso wa Bwana. Ule muda ambao ulitakiwa labda uende hang out huko, utoke kwenda sehemu mbalimbali kuzurura, kuzunguka, ndo muda ambao sasa unajifungia kwenye chumba chako, unajifungia mahali, unamtafuta Mungu katika maombi na katika neno lake. Yani ni kufanya mbadala, kufanya replacement ya yale matendo ama matukio ambayo ulikuwa unayafanya mara kwa mara. Kuna mtu anaelewa ninachokizungumza? Sasa kufunga pasipo kuomba ni kama unafanya diet. Yani umeamua okay, mimi nafanya tu diet kwenye mwili wangu, kwa sababu maombi yanaambatana na mfungo na mfungo unaambatana na maombi. Nenda kasome maandiko. Biblia sehemu zote ambapo inazungumza kwa habari ya kufunga lazima itazungumza kwa habari ya maombi, itazungumza kwa habari ya kusali. Anasema mambo haya hayawezekani pasipo kufunga na kusali. Manake bado anazungumza uhusiano uliopo kati ya mfungo na maombi. Nenda kaangalia kitabu cha Mambo ya Nyakati, anavyozungumza kwa habari ya ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kutafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, anasema nitasikia toka mbinguni juu. Bwana Yesu asifiwe. Manake anazungumza kwa habari ya mfungo, anazungumza kwa habari ya maombi, wakimtafuta kwa mifungo na wakimtafuta kwa maombi. Kwa unapofunga bila kuomba, maana yake ni kwamba umeamua kujishindisha njaa mwenyewe, umeamua njaa mwenyewe. Kwa nataka tu nikusaidie baadhi ya maandiko ambayo yanaweza yakawa yanakubeba kwenye ratiba za mifungo. Ujue kabisa maana ya mfungo ni hiki. Ninapofunga manake naingia kwenye ratiba hii, naingia kwenye utaratibu huu. Nini maana ya mfungo? Maandiko yako mengi. Biblia ni pana sana, ina mafunuo mengi sana, lakini najaribu kukupa tu kwa uchache ili at least tuendelee kwenda taratibu na uweze kumaster ama uweze kuelewa kile ambacho nakufundisha. Lakini pia nakwambia tu ya kwamba ziko faida nyingi sana za kufunga. Ziko faida nyingi sana za kufunga. Yani ukielewa faida za kufunga, utafunga hata bila kushikiwa fimbo, utafunga bila kusukumwa, bila kulazimishwa na kanisa lako, utafunga bila kulazimishwa na mchungaji wako. Yani ukizijua faida, kwa sababu faida ya kwanza ya mfungo inaanzia kwako. Yani haianzi kwa mtu mwingine. Haufungi ili kanisa lifaidike, haufungi ili mtumishi wa Mungu afaidike, haufungi ili watu wengine. Yani faida ya kwanza huwa inaangukia kwako. Ni kweli leo hii tunaweza tukafunga kwa ajili ya ndugu zetu, lakini faida ya kwanza inaangukia kwa sababu anayetenda kile kitendo ndo anayepata faida ya kwanza. Si kama unaelewa? Yani light ungejua maana na faida za mifungo, ungekuwa unafunga mara kwa mara. 0758708804 ni namba ya madhabahuni, namba yangu moja kwa moja. Unapiga simu au unahitaji ushauri wa kiroho, maombi na maombezi, ama unatuma message pia sio mbaya, ama voice note, na tunaendelea kuwasiliana kwa ukaribu zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kama haujasubscribe YouTube channel ya Siri za Biblia, uhakika ni kwamba utakuwa unapitwa na vitu vingi sana, kwa sababu mambo mengine tunayaweka kule na ni mafundisho mengi sana ambayo yana uhakika wa kukujenga kiroho na kukuimarisha kwenye mahusiano yako na Mungu. Kwa hiyo kama haujasubscribe ama haufuatilii kule, pia sometimes uende ukawa unapitwa na vitu vingi. Sasa kama nilivyokuambia, faida za kufunga, yani faida za kufunga, inabidi uelewe hiki kitu. Faida ziko nyingi za kufunga, lakini moja kati ya faida ya kufunga ni kurecharge roho yako, kuipa nguvu roho yako. Kuna watu, nisikilize nikwambie, yes, asante Roho Mtakatifu. Kuna watu wamekuwa kinifuata, ama hali yako tu unaijua, ni kwamba umepoteza nguvu ya maombi. Sasa hivi unasema zamani nilikuwa naweza kabisa kuomba, nilikuwa na ratiba nzuri na Mungu, sasa hivi ni kama kila kitu kimekata. Nisikilize nikwambie, sometimes kuombewa na mtu inaweza isisaidie sana kwenye kukutengeneza kwenye hayo mazingira, lakini ninachotaka nikusaidie ni kwamba ingia kwenye mifungo, kwa sababu unapofunga unatengeneza mazingira ya urahisi ya wewe kumtafuta Mungu. Jaribu tu kuangalia maombi ambayo huwa unayaomba ukiwa umefunga na maombi ambayo huwa unayaomba ukiwa una njaa.
utaelewa wazi kabisa. Unapokuwa na njaa ni kama kuna userious unakuwepo, kwa sababu una muda wa kuomba, mwili haujachoshwa labda na chakula, umeshiba sana, unabeua. Kuna watu wanakuja wanasema, mtumishi, nikitaka tu kuomba najisikia tu usingizi, najisikia kulala, kwa sababu limwili limeshiba. Yani limwili limeshakuwa zito, umekunywa maji ya kutosha, umekunywa majuisi, umekula vyakula mbalimbali, yani limwili limeridhika. Kwa obvious kabisa lazima utasinzia. Mbona haikwepeki? Ni lazima utasinzia. Lakini jaribu kuangalia maombi unaoyaomba ukiwa umefunga. Ni maombi ambayo at least yanakuwa na userious fulani. Ukiita tu Mungu, Baba niko mbele zako, yani the rest ni kwamba unakuwa tu unapata flow, na Roho Mtakatifu anakuwa pale kwa ajili ya kukusaidia. Kwa hiyo ninachotaka nikusaidie, mtu wa Mungu, maombi yenye mfungo pia yana faida kubwa. Sawa, sio mara zote utaomba ukiwa umefunga, lakini zingatia kuwa na ratiba ya maombi yenye mfungo. Yani funga, omba, funga, omba, funga, omba. Maombi yako ni vizuri pia yakawa na mfungo. Na kama nilivyokueleza kwamba faida ya kwanza inaangukia kwako. Leo hii tutasimama hapa kuomba kwa ajili ya nchi, lakini faida ya kwanza, kabla ya nchi Mungu kuikumbuka, Mungu anaanza kukukumbuka wewe. Leo hii tutaomba kwa ajili labda ya wazazi wetu ama watoto wetu ama ndugu zetu ama ndoa zetu, lakini kabla ya Mungu kudili na vitu tunavyoviombea, Mungu anaanza kudili na wewe. Maana yale majibu yanaanzia kwako. Yani natamani uelewe hii kitu. Yani yanaanzia kwako, yanakuwa revealed kwako kabla hayajaenda kwa yule tunayemwombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Manake ile natafuta lugha nzuri, Roho Mtakatifu anisaidie uweze kuelewa. Mungu anajifunua kwako, nguvu za Mungu zinajifunua kwako, alafu ndo majibu yanaenda kwa mtu ambaye tulikuwa tunamwombea ama watu tuliokuwa tunawaombea. Lakini kwanza ugeni unaanzia kwako wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ugeni wa kiroho unaanzia kwako, alafu ndo unaenda kwingine. Kwa faida mojawapo kati ya faida nyingi sana nimejaribu kuweka in a package. Faida mojawapo ni kujirecharge kiroho. Kwa sababu unajua kwa nini unapoteza nguvu za kuomba, nguvu za kumtafuta Mungu? Kwa sababu sio mtu wa mifungo pia. Sio mtu. Yani manake kuna kitu umemiss ndani yako. Ni kama gari you can drive, unaweza ukaendesha, lakini linapokosa mafuta, linapoishiwa mafuta, huwezi kusema utaendelea tu kuendesha. Ni lazima utaenda Shell, ni lazima utaenda kituo cha mafuta. Unaenda kwenye kituo cha mafuta kufanya nini? Kurecharge. Unaenda kuongeza mafuta, unaenda kuongeza na sometimes tumekuwa tunapungukiwa. Nisikilize nikwambie kitu. Sometimes tumekuwa tunapungukiwa na hizo nguvu za kiroho. Ni lazima uende kujirecharge. Wewe ni kama gari, unatembea, una move, unatumika. Kuna mazingira ambayo nguvu ya kiroho inaweza ikawa inapungua. Lazima ufahamu kituo ambacho kitakusaidia kujaza mafuta ili safari yako ianze upya. Nenda kawaulize manabii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna namna walikuwa wanapata hii hali ya kuongezewa nguvu. Malaika anamtokea, anamwambia inuka ule, kuna safari ndefu nyingine, great journey, kuna safari ndefu inaendelea mbele yako, so wake up and eat, inuka ule. Manake alikuwa anapewa nguvu mpya. Na unaweza ukaendelea kufuatilia hayo maandiko, unaambiwa alienda kwa siku 40 mchana na usiku kwa nguvu ya chakula kile. Manake uelewe hiki tunataka nikusaidie. Sheli ya kiroho ni muhimu. Kwa sababu ndo unapata namna ya kujirecharge, unapata namna ya kutengenezewa nguvu mpya za kuendelea mbele. Na hii ni kwa wale ambao wanasema, mtumishi, nimepoteza nguvu, mtumishi, siwezi kuomba, siwezi kufanya nini. Nenda Shell, ingia kwenye ratiba ya mifungo. Na hii ratiba ya mfungo tuko nayo, ingia, jiconnect kwenye hii ratiba. Jiconnect. Hata kama hauwezi kuomba vizuri, jiconnect kwenye ratiba. Maombi yale madogo ambayo unaomba na yale ambao tutakuwa tunaomba wote live kwenye YouTube channel ya Siri za Biblia, yale ndo yatakayoanza kukubeba na kukuimarisha. Na bahati nzuri Roho Mtakatifu ni mwaminifu, ataendelea kukufundisha mambo mengi na yatakusaidia sana. So you recharge yourself. Kwa hata kama unafunga kwa ajili ya mtu mwingine, lakini unajiongezea nguvu wewe, sio kwamba hiyo nguvu itaenda kwa mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tu nikusaidie. Ndio maana utakuta watumishi wengi pia wana nguvu. Kwa nini wana nguvu? Kwa sababu si tu kujiombea wao, lakini wanapopata nafasi ya kuwaombea wengine na kufunga kwa ajili ya wengine, faida kwanza inaanza kwa mtumishi. Manake mtumishi unajikuta anapata nguvu za Mungu ili kuwasaidia wengine. Ndio maana unakuta tuna energy, una nguvu, you can pray, vitu vinatokea, unafunga, vitu vinatokea, kwa sababu imefanyika kama desturi. Sasa iwe na kwako pia.
ratiba ya mfungo sio tu kwa ajili ya watumishi wa Mungu labda wanaosimama madhabahuni ama wanaosimamia makanisa peke yake. No. Ni kwa ajili yetu sisi sote. Kwa ajili yetu sisi sote. Zingatia hili, litakusaidia sana. Sasa kwenye sehemu inayofuata natamani nikutajie mistari tu haraka. Nikutajie mistari ambayo itakusaidia kwenye ratiba zako za mfungo. Mistari iko mingi. Biblia ina mafunuo mengi kama nilivyokuambia, lakini nitaangalia kama mistari 5, 6, 7 ambayo inaweza ikakufahamisha ama ikakupa uelewa ya kwamba okay, kumbe tukiingia kwenye mfungo kuna hiki, kumbe mfungo maana yake ni hii. Lakini faida mojawapo ni kwamba unajirecharge mwenyewe, unaenda kwenye sheli ya kiroho na unapata mafuta ambayo yatakusaidia kuendelea mbele. Umeelewa ninachokizungumza? 0758788804. Na sheli ya kiroho ni madhabahuni, ni watumishi wa Mungu. Yule ambaye unasema mimi nataka nipate msaada hapa, kwa nataka madhabahu hii nisaidie, ndo pale ambapo sasa unapata nguvu mpya. Ndo pale ambapo unatakiwa ufuate maelekezo ambayo yanaachiliwa madhabahuni, yatakusaidia wewe kupata nguvu mpya ya kuendelea mbele. Hii dunia tulionayo, nisikilize, watu ambao wataendelea kusurvive ni watu wenye nguvu za kiroho, sio za kimwili. Sisemi usiende gym, mazoezi ya mwili pia yanafaa, yana faida, lakini nguvu za kiroho nataka nikwambie, ukibaki tu upo katikati unatemwa. Mtakuja kushuhudia mbona unatemwa ukibaki upo katikati. Yani haupo kiroho, yani unaelewa, haujanyoka kiroho, hijulikani uko wapi, utatemwa. Wanao survive sasa hivi, sikiza nikwambie, wanao survive sasa hivi ni wale ambao wana nguvu za kiroho, na wamemaanisha kabisa kuwa na nguvu za kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kuna watu ambao wanaendelea kumwamini shetani wao, wanaendelea kuamini waganga wao, mizimu yao, na wako serious kule kwenye kutoa sadaka, wako serious kwenye ibada zao, wako serious kwenye vitu vyao, kulala makaburini, kulala na maiti, sijui kutoa ndugu zao kafara, sijui kufanya, wako serious kabisa, wako serious. Wanamaanisha vipi kwa wewe kuwa na userious kwa Mungu wako? Kwa Mungu wako tutaendelea kutoa sadaka hizo ambazo ni aibu hata kusema. Tutaendelea kuwa na mifungo ya kawaida sana, masaa 12 tu yanakushinda. Tutaendelea kuwa na ratiba za maombi ambayo hata dakika 10 tu hauwezi kuomba, alafu unategemea kwenye biashara ushindane na yule mwenzako, kwenye kazi unategemea ushindane na yule mwenzako, kwenye haya maisha unategemea ushindane na yule mwenzako. Unatakiwa uende kwenye sheli ya kiroho ili upate nguvu ya kupambana. Ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Wenye nguvu ndio wanaoteka. Naitwa Pastor Innocent Mashauri. Haya ni maarifa ya kimungu kupitia madhabahu ya Siri za Biblia. Usisahau kuwasiliana na mimi 0758788804. Mimi nakupenda, lakini Mungu anakupenda zaidi. Kwenye ibada inayofuata nitakusomea mistari ambayo itakusaidia kwenye ratiba zako za mifungo ya mara zote. Shalom kwa sasa.